Hichi kilikuwa kizazi cha aina gani? Ndugu zangu, kuna nyakati mbaya ziliwahi kuja, lakini kuna watu walijipambanua. Tunaelewana vizuri? Kuna watu walijipambanua kwamba sisi kwenye hizi nyakati hatumo. Stefano alijipambanua, mimi simo. Filemoni alijipambanua, mimi simo. Mtume Paulo alijipambanua, mimi simo. Kristo yetu alijipambanua, mimi simo. Muhammad mtume alijipambanua, mimi simo. Na watu wengine wote, ndio sababu tukaamini kumbe Uislamu ni mzuri, kwa sababu kuna watu walipigania Uislamu. Kumbe Ukristo ni mzuri kwa sababu Kristo alipambana kwa ajili ya haki. Ukiingia kwenye history na wewe unaingia kwa mkumbo eti unajua upepo ni mbaya, wengi wamekwenda na mimi nakwenda kama zoba. Kwa nini Mungu alikuweka na akakupa talanta zako? Mungu alikupa talanta zako ikiwezekana. Ndio maana kuna fundi bati, kuna fundi sakafu, na kuna mtu ana uwezo wa vingamuzi, mwingine ana uwezo wa kutengeneza magari. Wewe utasema eti watu wote wameenda kujenga nyumba, ngoja na mimi nikajenge nyumba hata kama sijui kujenga. You are very rubbish, kwa sababu Mungu alikupa talanta yako ya ufundi gari. Mungu ametupa Chadema talanta ya kupigania haki, tusisombwe na upepo wa kijinga. Baki kwenye haki. Nasema uongo? Kweli kabisa. Tunaongea mchana. Hakuna vyama 12, kuna vikoba visivyokuwa na wajumbe. Unajua bora kikoba chenye wajumbe? Vyama viko Kenya. Nasema uongo? Chama cha siasa cha upinzani kikizungumza, dunia inasikiaga. Mpaka sasa tunavyoongea na wewe, Kizza Besigye yuko magereza. Nani asiyojua Kizza Besigye ni mpinzani? Nani asiyejua? Tunavyozungumza na ninyi hapa sasa hivi, tunavyozungumza hapa, yuko uhamishoni Bobi Wine. Nani asiyejua kwamba Bobi Wine ana chama? Tengeneza watu wakula kodi za wananchi hapo, unaoita eti vyama 12, wanaenda wanakaa kwenye meza wanakula posho za wananchi. Ni kazi ya kufanya imekosekana. Na wale wanachoongeza ni chuki na mpasuko zaidi. Hawasaidii taifa. Na taifa hili kwa sasa halihitaji ushabiki, linahitaji watu wa kulirudisha pamoja. Na kulirudisha pamoja, pengine hata usipoongea, kaa kimya, omba Mungu kwamba tunaomba urudishe taifa pamoja. Mungu anasikia maombi yako. Kwa hiyo nawaomba sana ndugu zangu, tusiwe sehemu ya history ambayo history itatudharau. Jambo la ngapi? Kwa sababu ndugu zangu, upofu wa roho ni jambo baya kuliko hata upofu wa macho. Ukiwa na upofu wa roho, unaweza kuona mtoto wako ukaona ni nyama ya kula, na ni mtoto wako uliyezaa wewe mwenyewe. Upofu wa roho ndio unalisakama taifa letu kwa sasa. Watu wanatuita Anguchiro, mtu anatulinganisha na watu wa kuuawa ili yeye aweze kupata cheo serikalini. Mtu akiniona hapa, akimuona Mwembe hapa, akimuona Kakofia au Bureti, anaona hawa walipaswa kesho wawe kaburini kabisa, ili mimi niweze kupeleka ripoti kwamba yani sasa nimemaliza kazi mlionituma ya kumuondoa Chacha Heche duniani, nimemaliza. Vipi, kipato changu shingapi? Anapewa. Ana upofu wa roho, anastahili kuombewa ili atoke huko jehanamu, arudi kwenye dunia ya Mungu anayotaka tuishi. Kwa ni waombe sana ndugu zangu, viongozi wangu, nikitambua kuna wazee hapa wakubwa wanatuzidi umri. History isije kutudharau. History isije kufanya nini? History itakudharau kwa nini? Kwa sababu ilipofika nyakati ngumu, ulianza kurukaruka kama ndege anayehama miti. Mara chama hichi. Kwanza hivyo sio vyama. Mimi naona hata vingine vinajitokeza eti sijui vinazungumza, sijui eti nasikia vyama 12. Jamani, hakuna vyama 12 nchi. Kuna vikoba 12 visivyokuwa na wajumbe. Vyama 12. Katibu. Vyama 12. Tunacheza nini? Vyama viko Kenya bwana. Uongo Farida? Vyama viko Kenya. Ukimwona Martha Karua unajua anawakilisha chama. Ukimwona Rigathi Gachagua unajua anawakilisha chama. Ukimwona Kalonzo Musyoka unajua anawakilisha chama. Ukimwona Eugene Wamalwa unajua anawakilisha chama. Ukimwona Edwin Sifuna unajua anawakilisha chama. Ukimwona James Orengo, encyclopedia ya sheria inayotembea, unajua anawakilisha chama. Hapa kwetu hao watu wanaokaa tafikiri wanacheza msondongoma, hao ndio wanasema vyama vya siasa hapa.
hawa hata wakija Msoma hapa, mimi na Mwembe, tusiite hata Heche, tusiite hata Mnyika, wala hata tusiite Ngoto, tusiite mtu yeyote, tuambie kaeni Mkendo, sisi tunaenda huko Kwangwa mwisho. Mkituzidi watu, haki ya Mungu kama Mungu aishivyo, wakipata watu 200, sisi tuna 400, na acha siasa. Ndugu zangu, niwaambie, tutenganishe nafasi za heshima, na nyie msio wazembe wa kusonta vidole mtu yeyote muovu ili watoto wasiige uovu. Wangapi tunaelewana? Tukikalia kimya uovu, tunafundisha watoto uovu unalipa. Na kwa sababu dunia inakuja kuwa mbaya kuliko ya kwetu, haiba inapotea, tamaduni shetani anaziondoa za kuamini damu ya mtu inanena, ndio kimiminika chenye thamani kuliko kimiminika kingine chochote kwa kuwepo duniani. Mafuta mnaosikia yanapiganisha dunia sasa hivi hayana thamani yoyote mbele zake Mungu. Damu ya mtu inafanya nini? Inaongoza, ndio kimiminika namba 1. Tuwafundishe watoto wetu kwamba kwa sababu yoyote ile, aidha kwa kupewa cheo au kwa kupigana ili uwe waziri au kwa kutaka uwe na cheo fulani kikubwa cha kijeshi, usithubutu kuagiza, kukubali, kupanga, kutuma au kushika mwenyewe silaha kwenda kuua mtu ili uweze kupata cheo na kupanda cheo. Hiyo ni kazi bure tu, na ni swala la muda mfupi, unatengeneza laana kwenye familia yako.